Unashangaa katikati ya watu 100 wanashuhudia watu 4, katikati ya watu 200 wanashuhudia watu 6 kwamba ndio Mungu amenitendea. Wengine kwa nini hawapokei? Kwa nini umesema umeokoka lakini nguvu za Yesu hazionekani kama zina msaada kwenye maisha yako ya wokovu? Kwa nini unafurahia miaka mingi ya wokovu lakini ni miaka isiyo na matunda katika wokovu wako? Hujajua namna ya kumgusa Yesu. Baada Yesu asiwe, kuna siri ya kumgusa Yesu. My God, nasema kuna siri ya kumgusa Yesu. Kuna siri ya kumgusa Yesu. Hata kama alikuwa sikiliza, Yesu hakuwa na time. Napenda kusema hii na kukumbusha, Yesu hakuwa na time na huyu dada. Umenisikia? Ni dada alijua siri kwamba hata kama sio zamu yangu. Umenisikia? My God, hata kama sio zamu yangu. Tunasemaga kuna fulani, unajua baraka kila mtu kwa wakati wake. Huyu dada haikuwa ratiba yake. Umenisikia sawa sawa? Ni yeye mwenyewe alisema nitaenda. Yesu anaenda kwa kumponya mtu mwingine kabisa, nitaenda. Alipojua ile siri, Bwana asiwe, Yesu mwenyewe akawa surprised. Nani kanigusa? Awepo mtu atakayemshangaza Kristo Yesu siku ya leo. Inawezekana kabisa. Bwana Yesu asiwe. Hakutarajia, lakini kuna imani ya mtu anasema Mungu anakwenda kunipatia visa ya kwenda nje ya Tanzania kwa jina la Yesu aliye hai. Amekuja na hiyo imani katika kusanyiko, anasema leo ninaamini nitagusa Yesu, nguvu zake zinihutumie katika jina la Yesu aliye hai. Nasema kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu wamezoea kanisa, kuna watu wamezoea ibada, kuna watu wanazoea wachungaji wao, ndio kwa hiyo wanaingia kanisani kama washiriki. Ni watu wanaomsumbua Yesu lakini hawamgusi Yesu. Unaweza ukamsumbua Yesu kwa maombi lakini usimguse Yesu kwa maombi. Unaweza ukamsumbua Yesu kwa utumishi lakini usimguse Yesu katika utumishi wako.